Msanii wa muziki Rihanna ameweka wazi kuwa ni Ayra Starr, mwimbaji kutoka nchini Nigeria ambaye alimfundisha ama kumtofautishia kati ya muziki wa Afrobeats na muziki wa amapiano. Ameweka haya wazi Rihanna kupitia after party ya Met Gala iliyofanyika usiku Jumatatu wiki hii huko nchini Marekani, na kisha mmoja mdau wa muziki akanamwambia kwamba unayafahamu vizuri baadhi ya muziki kutokea Afrika, akasema kuwa ndio anafahamu na ni Ayra Starr ambaye alimtofautisha ama alimfundisha kuwa kuna utofauti kati ya muziki wa amapiano na muziki wa Afrobeats. Utafahamu ama ukumbuke wawili hao kwa mara kwanza walikutana mwaka 2025 London, Uingereza, kwenye moja ya uzinduzi ama utanuzi wa wigo biashara ya Fenty, na huko ndiko ambako walipiga story. Lakini pia Rihanna kuweka wazi kuwa amekuwa akimfuatilia Ayra Starr na kwamba pale ambapo atamhitaji kwenye ushirikiano wa kazi basi atampa kipaumbele ama atashirikiana naye pale ambapo atamhitaji. Haikuishia hapo, la kitamaduni huko Barbados ambako Rihanna alienda kuhusu, Ayra Starr pia alifunga safari na kwenda kujumuika naye na kuonesha kuwa kuna karibu mkubwa sana, and watu wako na speculate kuwa huenda si muda tukaje kuipata kazi ya pamoja. Sasa kuona mpaka Rihanna alikuwa fahamu kwamba amapiano ni sound nyingine ya kimuziki ambayo imezaliwa kutokea South Africa, lakini pia Afrobeats ni culture muziki kutokea West ama nchini Nigeria. Alikuwa kidhani kuwa ni maadhi yale yale. Imeonyesha wazi kuwa asilimia kubwa wasanii nje ya Afrika wamekuwa kichanganya maadhi haya, yaani wamekuwa kidhani kuwa hii ni sound moja tu kutokea Afrika. Toka mwanzo kumekuwa na taarifa kuwa wasanii ama mastaa kubwa kutokea Marekani na Uingereza wamekuwa kiamini kuwa muziki kutokea Afrika ni Afrobeats pekee. Utafahamu ni miaka hivi karibuni Rihanna amekuwa kivutiwa zaidi na maadhi ya muziki kutokea Afrika, na ni miongoni mwa wale watu maarufu kutokea nchini Marekani ambao walianza kupaisha wimbo wa Essence, lakini pia kuvutiwa na kipaji cha Tems, ukaribu wake kikazi, upande wa muziki na mengine ambayo yaliweza kufuatia baada ya hapo. Sikia hiki ambacho anakisema hapa.